Kwa sisi tuliotoka vyama hivyo, Tanzania iko salama kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi. Kuna watu watapita hapa watawaambia eti muandamane, msikubali kufanya uchaguzi, msiwasikilize. Chama cha siasa duniani kote kinatambulika kwa sera. Kupinga sio sera. Huko tulikotoka tulikuwa tunapinga kila kitu. CCM inasema tunajenga bwawa la Mwalimu Nyerere tuongeze umeme, tunapinga. CCM inasema tununue ndege tuongeze usafiri, kama kiwanja cha ndege cha Songea zimeletwa pesa zaidi ya bilioni 40 kukarabati na wasafiri wameongezeka, tulikuwa tunapinga. Reli ya umeme ijengwe, tunapinga. Hivi ni vyama vya kupinga. Kupinga sio sera. Lakini Chama cha Mapinduzi ubora wake kinashughulika na maisha ya watu. Ukimuona mkuu wa wilaya akiweka kikao, anajadili maisha ya watu. Mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa halmashauri, meya, wabunge wanajadili maisha ya watu, kuamua kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye ubora. CCM ndio chama pekee ukilinganisha na vyama vyote chenye personeli ya kutosha, wataalamu wa kutosha, walioshiba. Ukiwaangalia kwenye timu hizo zingine hawana uwezo wa kuongoza nchi hii. CCM wa Tanzania ndio chama pekee kinachotakiwa kiunge mkono, kwa sababu kinashughulika na maisha ya watu, na Watanzania tuko salama kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi. Hiki ndio chama ambacho watu wenye akili timamu wanakikimbilia. Na Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa ambayo sisi wa Tanzania tunapaswa tumuunge mkono. Mbunge hapa amesema ni historia Dr. Nchimbi kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mgombea makamu wa rais kwa mkoa wa Ruvuma. Sio peke yenu. Dr. Nchimbi na si Iringa tunajivunia, ni historia. Mbeya tunajivunia, ni historia. Njombe tunajivunia, ni historia. Songwe tunajivunia, ni historia. Mwana wa kunyumba lazima tumuunge mkono, tumpiganie. Huyu ni mwana wa kunyumba wa sisi wote. Wangapi wanamuunga mkono Dr. Nchimbi? Dr. Nchimbi oye! Kwa kumalizia, kwa sababu ya muda, ndugu zangu, Dr. Samia Suluhu Hassan tunahitaji tumuunge mkono, na Songea imekuwa mwaminifu kwa Chama cha Mapinduzi. Mmetoa kura nyingi. Amefanya kazi kubwa iliyotukuka. Nitoe mfano moja tu katika mengi aliyoyafanya. Katika kipindi cha miaka mitatu, huu ni mwaka wa 4. Ukienda katika eneo la afya tu, idadi ya vifo vya watoto wanaozaliwa kabla Dr. Samia Suluhu hajaingia, kati ya watoto 100,000 waliokuwa wanazaliwa kabla hajaingia, walikuwa wanakufa watoto 500. Lakini katika kipindi hiki vifo vimepungua, kati ya watoto 100,000 wanaozaliwa wanakufa watoto 100. Lakini kama vile haitoshi, katika kipindi cha miaka mitatu ambacho Dr. Samia Suluhu ameingia katika eneo la afya, kipindi hicho Rais Mwinyi alichokaa miaka mitatu madarakani, yeye alijenga vituo vya afya 6. Kipindi hicho alichokaa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais Mkapa alijenga vituo vya afya 46. Kipindi cha miaka mitatu kama hii ya Samia Suluhu Hassan, Dr. Kikwete alijenga vituo 107. Kipindi hicho alichokaa Samia Suluhu Hassan, JPM Dr. alijenga vituo 406. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka mitatu, kuonyesha na wajali wa Tanzania,
amejenga vituo zaidi ya 1011. Hebu mpigieni makofi. Kwa hiyo ni rais anayefaa kuchaguliwa tena, na tuna sababu kubwa kwa nini Rais Samia achaguliwe.